Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Make sure una bahasha yako nyeupe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa dakika chache ambazo nitakufundisha, I believe kuna a certain point of need Mungu atakupa, na tutakapoingia kwenye very very special prayer, mkono wa Bwana utakuwa pamoja na sisi. Hallelujah. Hallelujah. My question: why there is a power in the blood? Kwa nini kuna nguvu katika damu ya Yesu? Hallelujah. So today I'm a teacher. Mkuu wako unasema hapa? Wako unasema kwa hapa? Hapa Kitabu cha Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Kitabu cha Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 11. Tasoma katika jina la Bwana. Kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Mstari wa 12. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. Biblia inasema hivi: kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi zenu. Kuna vitu vitatu katika hii scripture, katika huu mstari. Ni hapa uliniambia, nachukua tip. Ni hapa na sababu. Huko nafuata mwalimu anavokaga. Mwalimu anakaga hapa. Sawa, nimekwambia kuna vitu vingapi? Vitatu. Kitu cha kwanza ambacho tunakiona hapo ni spirit. Ni spirit. Tazoea tu kuandika. Na ndo ufutio ungecheka sangapi? Aya, kitu cha kwanza ambacho tunakiona hapo kuna spirit, sio? Kuna nini? Kuna nini? Alafu kitu cha pili kuna fresh, sio? Kuna mwili, sio? Kitu cha tatu kuna blood, damu. Sawa. Kuna vitu vitatu, sio? Cha kwanza ni spirit, sio? Alafu kuna nini? Kuna damu. Tunaposema kuna nguvu tunaposema kuna nguvu katika damu ya Yesu. Je, nguvu ya damu ya Yesu ni kwa sababu ya ile rangi? Nguvu ya damu ya Yesu Kristo ni kwa sababu ya ile damu, kwa sababu ya rangi. Kwa sababu kama Yesu ilibidi hatoke hapa kwenye spirit, aingie katika mwili. Sawa? Alafu damu yake sasa iingie katika operations, katika utendaji. Sawa. Sasa hii damu tunaposema ina nguvu ni kwa sababu ipo katika nini? Operation system, sio? Ipo katika mfumo wa utendaji.
Sasa kama hii damu tunasema ina nguvu kwa sababu ipo katika mfumo wa utendaji, je, hii damu ina nguvu kwa sababu ya rangi? Hii damu ina nguvu kwa sababu ya rangi? Hii damu ina nguvu kwa sababu ya rangi? Biblia tuliposema kwenye Mambo ya Walawi, rudia tena Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Anasema kwa kuwa uhai wa nini? Uhai wa nini? Uhai wa nini? Mwili. Uhai wa mwili upo katika nini? Uhai wa mwili upo katika nini? Sasa kama uhai wa huu mwili upo katika hii damu, na ili tuseme hapa kuna uhai, ni lazima roho iwepo. Sawa eh? Kwa hiyo ukiangalia spirit, ukiangalia flesh, ukiangalia damu, ukiangalia roho, mwili na damu, ni vitu ambavyo vinakuja kuassemble, sawa eh, bidhaa ambayo inaitwa uhai. Sasa huu uhai unaosafirishwa kutoka kwenye hii roho, Mungu alisafirisha kwenye hii roho akaileta katika mwili. Maana yake ikabidi Yesu avae nini? Avae mwili, alafu tuje tupate hii damu. Maana yake bidhaa inayotolewa na utendaji, bidhaa inayotoka hapa kwenye huu utendaji inaitwa bidhaa ya life. Bwana Yesu asifiwe. Hem, discuss na neighbor haka kama mchoro kidogo. Discuss naye. Mtumishi, wakati wana discuss wewe tusomee tena huo mstari. Wana discuss wewe tusomee huo mstari. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11. Biblia inasema, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Biblia inasema hivi, kwa kuwa, nikusaidie tena, kwa kuwa uhai. Sasa wale ambao mnapenda kuombea familia zenu, mnapenda kuombea koo zenu, hii concept itakusaidia sana. Kwa sababu kuna watu mmetumia damu ya Yesu kuwa blanketi ya kujifunikia. Rudia tena, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Angalia, kinachozungumzwa hapa ni hiki hapa. Kuna uhai siku zote unakaa kwenye nini? Kwenye nini? Mungu akubariki. May God bless you. Sawa. Sasa kwa kuwa uhai siku zote unakaa kwenye nini? Kwenye roho, sio? Nisikilize. Roho inategemea nini? Na mwili unategemea nini? Na damu inategemea nini? Inategemea nini? Inategemea nini? Na damu pia inategemea nini? Lakini utendaji mzima, operation system mzima inatoa bidhaa. Bidhaa inaitwa nini? Life. Bidhaa inaitwa nini? Life. Bidhaa inaitwa nini? Life. Bidhaa inaitwa nini? Life. Lakini sasa huyu ni mwanadamu. Sawa eh? Alafu huku juu sasa hii inakuwa ni vice versa sasa, sio eh? Yuko nani? Yuko Mungu, sio? Yuko nani? Yuko nani? Na Mungu na yeye ana operate kwa njia ya nini? Ya roho. Kwa njia nini? Sasa ndio msikose somo linalofundishwa na askofu na mchungaji, kiongozi mzee wetu anatufundisha kwa habari ya ulimwengu wa nini? Wa roho. Sawa eh? Sasa huku juu yuko nani? Yuko Mungu. Na Mungu naye anafanya kazi kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Na hapa kuna lea Mungu aliiweka hapa. Sawa? Kuna zuio hapa Mungu aliliweka. Sawa? Ambalo linasababisha huku kwa Mungu kuitwe mbinguni. Na hapa katikati paitwe nini? Mbingu. Sawa eh? Kwa hiyo communication hapa inaofanyika ni kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Sasa kwa nini hii damu? Sawa. Kwa nini hii damu sasa ndio itumike kwa ajili ya upatanisho kati
ya utendaji wa Mungu huku na maisha ya mwanadamu. Kwa nini Biblia inasema hivi? Mungu anamwambia Kaini, nimeisikia sauti ya damu ya ndugu yako inanililia. Listen to me very careful. I want you to receive this concept in a very proper way. Nataka upokee concept katika njia iliyo sawa. Sawa eh? Kwa nini hapa Mungu anasema kwenye kusoma kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 4 pale kuna vurugu, kuna conflict of interest ilitokea. Kuanzia sura ya 4 mpaka ukishuka chini unakuta kwamba Mungu anamwambia Kaini, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia katika ardhi. Sawa eh? Inanililia katika nini? Kumbuka Ayubu alisema, mwanadamu wewe u nini? Mavumbini, na mavumbini unafanyaje? Na akasema siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke si nyingi sana, nazo zimejaa nini? Tabu na nini? Na shida, sio? Naye uchanua na kufanyaje? Na kusinyaa. Sawa eh? Sasa kwa nini Mungu aseme? Read for me so quick. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 9 na wa 10. Bwana akamwambia Kaini, yu wapi Abeli ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Mstari wa 10. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Nisikilize. Maandiko yanasema hivi, sauti ya damu. Sawa, sauti ya nani? Ya nani? Ya nani? Ya ndugu yako. Sawa eh? Inanililia kutoka wapi? Ina maana hivi, maana yake katika damu there is a spirit. Nisikize kwa makini. Hii sauti inawezaje ikalia kama hakuna spirit? Listen to me very careful. Listen to me very careful. When hii sauti ya Habili inawezaje ikalia kama hii sauti haina roho? Ask your neighbor. Talk to your neighbor. Okay. Look what me, niangalie mimi. Sawa eh? Maandiko anasema hivi, sauti ya ndugu yako inanililia katika nini? Katika nini? Katika nini? Kwani mtu okay, Waswahili tunasemaga hivi, ukimuumiza mtu pasipo sababu, damu yake haitakuacha nini? Sasa unafikiri unaposema damu haitamwacha salama ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ndani ya damu there is a spirit. Ndani ya damu kuna roho. Aya, mwelewesha jirani yako. Damu ya Yesu inanena mema. Sasa damu inawezaje ikanena if there is no spirit in the blood? Kumbuka nimekwambia kuna spirit, kuna roho. Kuna roho, sawa eh? Alafu kuna nini? Alafu kuna nini? Bidhaa inapatikana wapi? Bidhaa inapatikana wapi? Bidhaa inapatikana katika damu. Operation system zima, mfumo wote wa utendaji uko wapi? Nisikilize, utajiri uko wapi? Umaskini uko wapi? Ndoa ziko wapi? Afya iko wapi? Kwa hiyo kama sauti ya ndugu yako inanililia katika ardhi, ina maana maisha ya mwili yanategemea damu, na nguvu ya damu inategemea spirit. Ndiyo maana ukisoma mstari wa 12 Mambo ya Lawi, Mungu anatoa marufuku, onyo kali. Anasema na msinywe damu. Kwa lugha nyingine, usinywe kisusio. One day kuna one friend akachinja mbuzi.
Sasa pilot wake mke dereva wake haikuwa Mchaga, sio wapi yule, si akaanza kutengeneza kisusio. Sasa kuna ile unajua kuna ile nyama inatokota kule, mnakimbilia kidogo kule, mnaonja. Sasa kuna mtu mmoja nafikiri kwao kuna, sasa ndo naelewa sasa, baada ya muda ndo nikaelewa kwao. Okay, sio kufundisha sajichola tena. Unaona, kwao kuna marufuku ya kutokunywa nini. Yes, akasherekea kisusio. Macho aligeuka pale, tulichanganyikiwa. Ndio tukaanza kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ndio majamaa akapiga kelele akasema, kwa nini leo amekunywa damu? Kwa nini amekunywa nini? Damu. Kwa nini? Hauwezi ukainywa roho. Mungu, nisikilize. Mungu, kitu cha kwanza ambacho alikifanyia consideration kwenye maisha ya mwanadamu ni roho. Sababu Mwanzo 2:7 anasema tukapulizwa pumzi ya nini? 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 Baada ya mwili kutengenezeka, baada ya mfumo wa damu kuwepo, inakuja hatua anaiachilia sasa, anaachilia uhai katika roho iliyoko ndani ya mwanadamu. Maana yake there is no life if there is no spirit. There is no spirit if there is no life. Are we in agreement? Are we in agreement? Tunakubaliana mpaka hapo? Tunakubaliana mpaka hapo? Tunakubaliana mpaka hapo? Ni mara ngapi mkutana na kesi za kwenye familia zetu? Kuna watu hapa mnaomba toba juu ya damu zilizomwagwa pasipo nini? Sababu. Unapoombaga toba juu ya damu, nisikilize, damu ambayo haina sababu inapomwagika, kitu cha kwanza ambacho kinapewa adhabu ni roho za wale watu ambao wako kwenye mfumo wa hiyo damu. Ndio maana nimekwambia kuna watu wanatembea na adhabu za mauti kwenye fedha, kwenye uchumi. Kwa nini? Kuna adhabu iliyoachiliwa kwenye nini? Sasa ili adhabu iweze kwenda, panahitajika roho itakayotoa neno inayosema na nini? Adhabu. Bwana Yesu asifiwe. 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 One day nilikuwa naangalia movie moja, by the way. Jamaa walikuwa wanapewa mafundisho ya kuvikwa roho za ujasiri. Na katika kuna mtihani mmoja ambao ulikuwa unawatesa karibia au makomando wengi, ni kwenda kwenye lichumba ambalo damu inamwagwa nyingi, alafu wanatakiwa wakae kwa masaa 72. Unafikiri alafu wakitoka hapo wanakuwa wamequalify kwenda kwenye kiwango kingine tena cha ukomando. Kwa nini wanapelekwa katika chumba ambacho inakuja na mwaga damu mbichi kabisa? Nini ambacho kinafanyika? Kuna transformation, kuna kitu ambacho wanakihamisha kwenye roho zao, wanapima ujasiri wao na uzima wao wa ukomando kupitia ile harufu ya damu wanavyoivuta. Tunaposema damu ya Yesu ina nguvu, ni kwa sababu kuna kitu extra cha ziada ambacho Mungu aliamua kukifanya katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, Yesu alikuja duniani akiwa na taarifa zote. Sawa Yesu wakati anakuja katika hali hii tatu, akaitwa mwanadamu, a human. Sawa alikuja akiwa na taarifa. Kwa nini tunasema Yesu alikuja na taarifa? Ukisoma Yohana 1 ngapi?
14. Fungua Biblia yako kitabu cha Yohana 1:14. Kitabu cha Yohana 1:14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Endelea tena 15. Mstari wa 15. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Rudia tena. Kwa maana mstari wa 15. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye aliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Maandiko yanasema, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Naye neno alifanyika nini? Akakaa wapi? Akakaa kwetu. I know mstari unaofahamu vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kidogo nataka ukielewe. Akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa kwanza hapo Yohana 1 mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Sasa ukimwangalia Yohana anasema huyu Yesu, yeye alikuwepo kabla yangu. Kwa maana nyingine, Yesu Kristo alikuwepo mbinguni. Kwa hiyo process nzima ya uumbaji wakati unafanyika, na yeye alikuwepo pale. Lakini sasa, kwa hiyo Yesu sasa anakuja duniani, anauvaa mwili, anakuwa na damu, anakuwa na roho. Bwana Yesu asifiwe. Anazaliwa kama mwanadamu mwingine, sawa lakini kuna roho Mungu anaiachilia kwake ya tofauti. Kwa huyu Yesu anapokuja duniani, anafanya vitu vyote kabisa hapa duniani, lakini alikuwa hapo kabla. Lakini kitu gani ambacho kinampa Yesu nguvu? Ni zile taarifa ambazo anazo. Kwa Yesu akatangulia duniani, tayari damu yake ilikuwa na taarifa, na tayari roho ilikuwa ishabebeshwa, ishapeleka taarifa kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Pasaka ya Yesu ni tofauti na Pasaka ya Israeli kutoka Misri. Pasaka ya Israeli kutoka Misri, ukiangalia staili ambayo Mungu alitumia kuwatoa, alisema kila mtu akae nyumbani kwake. Kwa hiyo kama kila mtu akae nyumbani kwake, maana yake kama hii ni wakina Minja, hawa ni wakina Furani, watakapokaa nyumbani kwao na wageni, maana yake Mungu aliamini mgeni yoyote ambaye hauna nasaba naye hawezi kuwa mgeni wako. Unajua sana urafiki, mtu ambaye hamna nasaba, sema nasaba, ambaye damu hazindani, hamwezi mka marafiki. Kwa wakati hao wanatoka Misri, back kipindi hicho, Mungu alielewa kabisa, akasema kwa kila mtu akae wapi? Nyumbani, na kila mtu atoe damu. Maana yake Mungu nitakapokuwa napita, kitasababisha niweze kuwaponya wazaliwa wa kwanza wa Israel, roho zao zitapona
Kwa sababu gani? Kwa sababu ile damu itakayomwagika, mtakayoitoa ni damu ambayo itakuwa inawakilisha kila roho ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo siku zote damu, behind the blood, nyuma ya damu kuna roho, ndani ya damu kuna roho. Kwa Mungu anaposema mtakapokuwa mnafanya hii Pasaka, na Mungu anawapa maelekezo kabisa, anasema mtapaka damu kwenye miimo ya marango. Maana yake ili roho zilizoko ndani ya familia hii ziweze kuwa na uzima, ni lazima hizo roho na hiyo miili iwakilishwe kwa damu. Maana yake wakati wa hiyo Pasaka, kila mzaliwa wa kwanza aliwakilishwa na damu ya sadaka. Tunaposemaga hii ni damu yangu, unafikiri ni nini? Kwa nini leo ukipita katika hali ya ugonjwa hauwezi ukaongezewa damu ambayo haiendani na ya kwako? Bwana Yesu asifiwe. Angalia tena, kama sauti ya damu ya Habili ilikuwa inalia, maana yake mwili wako na damu, roho iliyoko katika damu ina nguvu kuliko nguvu iliyoko ndani ya mwili wako. Sababu hauoni mwili, hauoni. Mungu hasemi mwili wa ndugu yako au wajori wa Mungu. Biblia yako inasema mwili wa ndugu yako Kaini na Habili unanilia. Lakini huyo ambaye anaitwa mwanzo alikuwepo huko, alikuja na nuru yake inang'aa wapi? Inang'aa gizani. Maana ya nuru kung'aa gizani, nuru is a vice versa of death. Nuru is a vice versa ya mauti. Kwa sababu Habili alipong'aa, maandiko yanasema Mungu akamtakabari Habili. Maana yake Habili akang'aa, akasaini. Vita ya Habili na Kaini katika ile vita akaamua amuue nani? Ndugu yake. Kwa hiyo kama aliamua amuue ndugu yake, maana yake alidili na roho ya nani? Ya ndugu yake. Lakini akasahau ya kwamba unapodili na damu ya mtu unadili na roho ya mtu. Kwa hiyo mwili utakuwa umelala au na nguvu, lakini damu bado itazungumza, sababu ndani yake kuna roho. Don't underestimate the power of the blood. You as a Christian, underestimate the power of the blood. Generation to generation zitapita katika hii dunia, lakini when it comes to the blood of Jesus, hakuna giza linaloweza likasurvive. Inapokuja kwa habari ya damu ya Yesu Kristo, hakuna giza linaloweza likasurvive. Hakuna giza litakaloweza kusurvive. Hakuna giza litakaloweza kusurvive. Ilikuwepo damu ya Elia akaondoka. Elia aliacha tu roho wake kwa Elisha, lakini hauoni Elia akiacha nguvu ya damu yake kwa Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo a spirit need a flesh. Damu inahitaji, roho inahitaji nini? Mwili, sio? Na mwili pia unahitaji nini? Unahitaji damu. Na hapa kuna utendaji. Na huu utendaji unatakiwa utoe bidhaa. Product ipi ambayo inatakiwa itoke hapa? Ni product ambayo inatakiwa iwe na nini? Na uzima. Na unajua raha ya bidhaa yoyote ni kuzungumzwa na watu. Raha ya bidhaa yoyote ni watu kuizungumza. Kwa wakati Mungu anaachilia hii product inayoitwa uzima, inayoitwa uzima, nisikilize, ukitaka kujua damu ya Yesu ilikuja kwa habari ya bidhaa ya uzima, lakini Mungu akasema hapana,
kwa kuwa ni damu ambayo ndani yake kuna roho, na hii roho nimeibebesha uzima. Kwa hiyo nini? Mwana wa Adamu alikuja ili tuwe na uzima, lakini kwa kuwa damu yake na uzima, tunabeba uzima uliotele. It is my prayer today in the mighty name of Jesus. It is my prayer, my Lord, ya kwamba tuka experience kina kirefu cha damu ya Yesu Kristo. Hii damu ina nguvu jameni. Hii damu ina mamlaka jamani. Maana mahali popote palipo na sauti, there is a power. Popote palipo na sauti pana mamlaka. Hii damu imetuletea mamlaka. Mamlaka ipi? Mamlaka ya kuzungumza mema kinyume na mabaya. Mamlaka ya kuzungumza mema kinyume na mabaya. Mamlaka ya kuzungumza. Zilikuwepo damu za kina Musa, hazikuweza kuzungumza. Zilikuwepo damu ya Adamu wa kwanza, ndira batara baya. Ilikuwepo damu ya kina Kaini, damu ya kina Habili. Lakini maandiko yanasemaje? Yeye Kristo, damu yake inanena mema kuliko damu ya Habili. Maana yake wewe la bashakaba, maana yake katika damu ya Yesu Kristo lazima inene mema. I'm here to declare today, mahali popote kwenye maisha yako, damu ya Yesu ikanene mema siku hii leo. Mahali popote kwenye familia yako, may the blood speak life. May the blood speak prosperity. May the blood speak life. Wakati nafanya research yangu ya mizimu, nilienda Moshi. Na nilienda Moshi niweze kuelewa kwa bali ya ule mto ambao una maji ya baridi sana, alafu kina chake ni sawa, na kuelewa kwa nini hakuna yote anaruhusiwa kushuka kule chini mpaka ruksa za wazee wa mila. Kwa nilienda, nilikaa kule Moshi almost wiki nzima, na nikauliza kwa habari ya nyumba moja, nyumba ambayo pembeni si miaka ya nyuma ndio walikuwa wanachinja kwa ajili ya lile eneo. Kwa sababu gani? Kule kwenye ule mto kule chini kulikuwa kukisikika kelele. Wanajua kuna aina fulani ya sadaka inatakiwa ipelekwe ya damu. Kwa hiyo kuna eneo maalum walikuwa wanachinja. Lakini pembeni hapo kuna nyumba ambayo ukipita tunasikia ukiwa. Nikauliza, wakasema hii wanasema katika kizazi chao cha mbali. Kipi? Wakasema hatukumbuki, lakini tuliambiwa hawa waliua padri. Kwa hiyo toka hiyo kitu itokee katika hiyo familia, hakuna macho kinaenda, na kwenye kijiji kizima hiki hawawezi wakaoa, sababu kila mtu anaiogopa damu yao. Nisikilize, hawaiogopi damu as a brand, wanaogopa zile roho. Talk to your neighbor. Unajua sisi tukao tunapambana hapa tunakuombea uolewe, kumbe kwenu huko mshamwagaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua zamani kulikuwa kuna royalty moja hivi. Unataka kwenda kuoa, unaenda wapi? Nyumbani. Alafu wazee wanakuambia nyumba fulani sawa. It's not about the issue of hao watu ni wema kwa kiwango gani. Hamna, walikuwa wanakagua damu. Kwa nini? Hawataki kuchanganya damu, hawataki kuchanganya roho. Atapata picha, wewe ni mdengereko, unaenda kuolewa na muhaya, haujui huko walifanya tambiko ngapi, haujui damu za kwanza za madhabahu zilimwagwa vipi. Alafu ukileta tu alafu angalia jinsi ambavyo nguvu ilivyo. Angalia. Na siku zote ukikutana na kichaka unakuwa una haraka kupita kawaida. I'm telling you. I'm very young pastor. Kwa hiyo na mimi pia ninajua character za vijana. Yaani kijana au unaongea uongo mkuu? Kweli kabisa. I'm telling you. Nakwambia ukimwambia mtu let us pray, yaani kuna mtu anaenda perfume
mpaka kanisa akahama. Yaani ana fume. Sasa unajiuliza, ndoa ni ya kwake, ya kwangu mie? Yaani anaweza akakutangaza huko nje against you. Kwa nini? Kule kuna nguvu ya damu. Sisi na mkuu hapa tumeyaona. Ukija baadaye tutaomba rehema. Lakini madhara, nisikilize, chochote kinachohusiana na future, don't mess up with it. Don't mess up. Unafikiria zamani wazee wanasema huyu hapana. Hivi okay, sawa. Unafikiri kwa nini zamani kuna watu walikuwa wanachanjiana hivi? Wanafanya biashara pamoja, wanafanyaje? Unafikiri wanahamisha, yani wanatengeneza spirit, assimilation of the spirit, kwamba kama roho yangu mimi ikija kukugeuka, 1 2 3 itokee. Na wewe hivyo hivyo. Ni nini? Wanapeana kiapo. Si kiapo wewe unaangalia damu. Ile damu wanaochanja ni alama ya kwamba yoyote atakayefanya kinyume katika hizi roho mbili zilizoko, aidha ni uhai, akifanya mema, akifanya vibaya, mauti. Praise the Lord. 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 Listen to me. Damu ina utajiri. Ndio maana kuna watu leo wanaitwa matajiri kwa sababu kuna damu walimwaga. Damu, nisikilize, wakati Yesu tunaambiwa ataitwa nani? Immanueli. Sawa, Mungu pamoja. Hapa ni kabla ya damu haijamwagika. Baada ya damu kumwagika, anakuwa ni Immanueli, Mungu ndani yetu, sio pamoja nasi. Kwa nini tunamuita Mungu pamoja nasi? Kwa sababu kuna damu imehusika kupatanisha roho zetu na Mungu aliye hai. Maana yake, if blood, kama damu ingekuwa haina roho ndani yake, isingekuwa inatumika kwa ajili ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. 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 Unajua kwa nini unafikiri kwa nini unaenda kwenye nyumba ya kupanga, alafu majinamizi yalikuwa na kukaba Tandale, unasema wacha nihamie Sinza. Unajiuliza mbona haya ni ya Sinza vile vile tena? Unaacha unahamia Goba. Unajiuliza paka wengine unaamua kuhama nini? Unaamua kuhama na wilaya. Mwingine kaenda Marekani. Na bado tena majinamizi yakafanyaje? Nisikilize, kwa kuwa damu ni utawala wa roho, watahakikisha wanakupeleka kwenye ardhi ambayo kuna roho the same inaotawala. One day nilikuwa namwambia mtu mmoja, asubuhi ametoka ndani aenda nje, kuna mlinzi wake amefika, amepaki, anasubiri dereva aje. Alikuwa anasafiri, kwa alikuwa na haraka kweli, alikuwa kwenda kwenye kikao. Ametoka nje mahali ambako sio pa kuteleza, akafanyaje? Alafu sasa ona maajabu yalivyo. Kwenye ile nyumba kote kuna pavings nje, ila kwenye hilo eneo kila wakiekaga paving zinadidimia. Kwa hiyo akatoa agizo zitolewe, ziwekwe version nyingine mpya, ameona za paving kama tiles. Fundi akaja kuweka, zikapelea pale pale. Kwa sasa akateleza. Alipoteleza ni hapa kwenye mkono tu wa kulia ukachubuka. Azikupita wiki akatenguliwa. Azikupita wiki akapata kuumwa. Kila kitu kikadrop.
Kwa wakati tunaomba wakasemaje? The demand of the blood. Kwa nini? Yani wanahakikisha roho yako inaenda mahali ambako wao tayari kuna damu zilikwisha mwagika na kuna utawala wao. Ushe kujiuliza kwa nini unaenda unanunua kiwanja alafu unatapeliwa? Ina maana hauwezi ukazulumiwa kama hakuna madai ya damu ya kuzulumiwa. Ongea jirani yako. Haleluya. Ndio maana nisikilize, ndio maana ukikanyaga kwenye ardhi yoyote usikemee kwanza. Kitu cha kwanza kwenye any new land unapokanyaga ni lazima damu ya Yesu ifanye reconciliation yako. Lazima damu ya Yesu ikupatanishe na ardhi ya hilo eneo. Sasa wewe unapambana kwenye hilo eneo. Umeenda ofisini. Je, katika kitu unachokaa kuna madai yoyote ya damu? Je, kwenye hiyo ofisi kuna any claim of the blood? Hallelujah. 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 Kwa tunapozungumzia sauti kuu katikati ya mauti, tunazungumzia nguvu na uwezo wa roho ambayo ilibidi damu ibebe roho ili damu iweze kunena. Mwambie jirani yako tuingie kwenye prayers. Mwambie ilibidi hivi. Mpe samali kidogo. Concept au kiini ambacho nataka ukipate leo. Damu ili iwe na nguvu inahitaji roho. Sawa Damu ili iwe na nguvu inahitaji nini? Lakini hakuna sauti, nisikilize kwa makini. Hakuna Adam na Eva walipokosea wakajifunika nini? Magogo, sio? Magome ya miti, sio? Alafu chief commander anatokea. Alitokea kwa sababu alikuwa ameenda kwa ajili ya ibada. Kwa ajili ya nini? Ibada. Anakuta wametoka kwenye bustani, hawapo kwenye ile eneo, hawapo kwenye ile Eden. Alafu Mungu anakasirika. Alafu Mungu kwa mara ya kwanza hauoni uuaji wowote. Hauoni uuaji wa nini? Hauoni uuaji wowote uliofanyika wa kwanza zaidi ya Mungu kuchinja. Sababu maandiko hajasema kama alichukua ng'ombe au nani akachinja hapa, sawa? Na kutolea mfano bwana katibu. Hiki nasema fanye. Kama hii ngozi ilitoka maana yake walifanyaje? Walichinja. Kwa hiyo kama walichinja, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Damu ina tafsiri ya kunyamazisha roho ya huyo mnyama au mtu. Kwa hiyo walipochinja ile ngozi ikatoka, ndipo ikafanyika kwa nini? Ikawa vazi. Alafu Hawa, kwa nini damu inatoka alafu wanapewa vazi? Ni kwa sababu wametoka kwenye nafasi. Na siku zote nafasi ndio nguvu, nafasi ndio majukumu, nafasi ndio utendaji. Kwa hiyo Mungu alielewa kabisa Adamu wa kwanza aliharibu, na Adamu wa kwanza alipoharibu, alipotoa adhabu, ili ile adhabu iwe na muhuri, ilibidi Mungu achinje kwa ajili yake. Kwa hiyo lile vazi wao kuvalishwa, waliona wameficha utupu wao, lakini ilikuwa ni vazi lilobeba kielelezo na ishara ya adhabu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ili sasa hiki kizazi chetu tuje tupate uzima tena tele, inabidi aje mwana wa Adamu tena, ambaye damu yake itamwagika tena. Na damu yake ikimwagika tena itabeba uhai kwa ajili yetu. Nisikilize. Waganga siku zote wanapotoa sadaka za kuchinja hawaitafutagi ile nyama, bali ili waipate damu unahitajika mwili wa mnyama. Ili damu ipatikanike panahitajika roho ya mnyama. Ndio maana hivi mtu akifa kuna sana kuwa wabariti.
Wanasemaje kwa nini anakuwa baridi? Kwamba damu yake haitembei tena. Huo ni mtazamo wa kidaktari, lakini katika mtazamo wa kiroho, as long as wewe ni mwanadamu ambaye Mungu amekupa mwili, roho na amekupa na damu, hata ukifa bado damu yako ina sauti. Haleluya, haleluya, haleluya. Katika Good Friday ya leo, wacha tukaitumie sauti kuu katikati ya mauti. Wacha tukaitumie sauti ya damu. Wacha tukaitumie sauti ya damu. Wacha tukaitumie. Soma Wakolosai hapa tumalize. Na mimi nushaandika hoja zako kwenye bahasha yako nyeupe. Kumbuka ni bahasha nyeupe. Wakolosai sura ya 2. Mstari wa 10. Mimi naupenda msalaba. Mwambie jirani yako, msalaba ndio komesha kila kitu hapa duniani. Haleluya, haleluya. Moja zamani koka nakapambio kikoka kanaimbaje? Nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Mimi nimekubali. Sasa zamani na teknolojia ilikuwa haina iPad wala nini. Kwa hiyo niko na Biblia yangu moja kubwa. Nikanyanyuka kanisani kiujasiri namna hii. Nikasema Yesu, niko tayari. Haleluya. Haleluya. Alafu anasemaje? Msalaba mbele, dunia nyuma. Yaani nakwambia mjoli wa Bwana, muda huo unaona shida zako zote zimeisha. Unaona shida wewe? Wewe alafu mwimbaji anaongezea parapanda itaria parapanda. Oh jamani, parapanda unasema hapo nambaje? Tuonane milele. Tuonane wapi? Bandarini kule. Hapo anasema wale ambao wanafanya mioyo yao kuwa migumu, jehanamu inakusubiria. Hapo nakuta sasa jehanamu ya moto inakusubiria. Oh dada, ulembo wako utapita. Hilo wigi lako litaondoka. Twende kilioni. Kuna siku kilala kule hakuna atakayekupenda. Hata ndugu zako wanaokupenda watakuacha kwenye friji linalogandisha. Kila kitu kitakuwa ni sawa na anasa tu. Oh, nakushauri. Hata wauza karanga wanatoaga karanga za kuonja. Mimi sikuiti uonje, bali ukija kwake kuna uzima na milele. Tuonane milele. Tuonane bandarini kule. Nakwambia wewe, hata kama una moyo mgumu wa jiwe, unanyanyuka tu. Yaani kana unanyanyuka tu. Mimi nakumbuka nilikuwa nimevaa kaswali kameshuka chini kidogo. Ujana tena. Yaani nikaikuwa nimeipandisha namna hii. Nikaenda pale mbele. Nikaenda wapi? So nyinyi siku hizi wewe hauna gari. Kubeba Biblia unajionea tabu. Beba Biblia yako, kaa nayo kwenye gari pale. Ima DCM bado yapo. Kunja 4. Mimi ya kwangu nilikuwa napanda nayo. Nakwambia nilikuwa kadalipiwa nauli karibia kila Jumapili asubuhi. Si nimeshika Biblia wewe, acha kabisa. Na hapo nimaliza form 4, kitambulisho kimefanyaje? Kimeisha. Kwa kila nikipanda basi na kemea roho ya konda kunistukia. Niko na Biblia yangu kama mzinga kubwa. Bwana Yesu asifiwe. I love Jesus. I love my journey. I'm so happy with my journey. Hivyo unajua kukaa kwenye basi mbana hata Tabata wewe. Vile viaisi. Ukisikia huku kuna mahali unaenda unasema labda unyakuwa umekuja.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda nini? Labda umekuja kufanyaje? Umekuja. Lakini kama Biblia yangu kila siku sikosi kanisani. Biblia yangu hii kubwa. Wewe kaulize kule kwetu Kimanga. Kimanga Muungano Mawenzi. Na Biblia yangu kubwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Ile mimi pepo la kwanza kulipuka lilipuka nyumbani. Nikajua kumbe vinaondoka hivi nyumbani. Wapi? 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 Alafu sasa unajua ukisema kanika mlokole, shida zote zikitokea mtaani za kiroho unatafutwa. Kuna siku nikatafutwa bwana Manyanyao alifanya mambo yake. Hii ndio siku nilielewa damu ina nguvu. Bwana Yesu, damu ina nini? Alafu kumbuka miaka hiyo hakuna YouTube, mimi nawaambia kazi liko. Hakuna YouTube mahali ambako utagoogle au eti utaandika pale alafu atafanyaje? Nazungumzia mambo ya 200 and 2 and 3. YouTube ilikuwepo jamani. Internet yenyewe paka twende wapi? Kwenye internet cafe. Unasema hapa sasa. Kuna siku nilipigwa makofi. Yaani napigwa kofi nasema tu dam. Nikasema nitaumia. Listen to me. Ni kwa sababu nilikuwa sijaelewa ndani ya damu kuna roho. Kwa hiyo kama kuna roho ya Mungu, maana yake kuna mamlaka. Kilichokuja kufanyika kupitia Kristo Yesu, ninapo end up, Yesu alikuja, roho yake ikapata nguvu kwa njia ya mamlaka kwenye damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome hii mara moja alafu ukijiandaa kusimama tufanye prayers. Hakikisha pia umeandaa sadaka yako. Wakolosai 2 mstari wa 14 na 15. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Our assignment today ni kuvua kila mamlaka mahali popote kwenye maisha yako ambayo imenena juu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo andika your point of need. Andika your point of need. Simama hapo ulipo, tuingie kwenye prayers. Sadaka yako ishike kwenye mkono wa kulia. Damu yake na sadaka mimi ya daima yote chini yakisha nguvu zake ndio nanga kwake Yesu ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. ilibidi Yesu afaye mwili na mwili ubebeshwe roho na pawepo na damu katika mwili wake ile haja tukomboe. Tunapoisherehekea Ijumaa Kuu ya mwaka huu, sisi kanisa tulisema hivi, leo tunaikataa mauti na Ijumaa Kuu ya mwakani tutaiona. Tutaiona kwa sababu roho yule aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu alituachilia damu katika hii dunia.
Na katika damu, ili damu iwe na nguvu, kuna nguvu ya roho yake. Maana yeye alifanyika neno katika uumbaji wote. Nyosha mkono wako juu mbele za huyu Mungu aliye hai. Sema katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ulijua mengi mabaya, ulijua mengi maovu. Wewe ndio Mungu unayejua umaskini ulioko kwenye damu ya nyumba yetu. Wewe ndiye Mungu unayejua ufukara ulioko huko. Wewe ndiye Mungu unayejua magonjwa yaliyoko huko. Wewe ndiye Mungu unayejua kukataliwa kulioko kwenye damu. Wewe ndiye Mungu unajua maisha ya mikwamo, ya kwamba asili yake ni kwenye damu. Wewe ndio unajua ya kwamba nyumba ya baba yetu ilihesabiwa nini kwenye madai ya damu. Nyumba ya mama yangu walihesabiwa nini kwenye madai ya damu. Wewe ndiye Mungu ambaye wakati nazaliwa ulihakikisha ninaishi mpaka leo, ili nisimame wima wima mahali palipobomoka, kinyume cha kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, cha sita, cha saba, cha nane, cha tisa, cha 10. Sema iliandikwa. Sema iliandikwa. Mwana wa haramu asiingie mkutanoni mwa Bwana. Hata kizazi cha 10 asiingie, kwa sababu hawakufanya mema kwa damu za wana wa Israeli. Kwa sababu wa Moabu hawakufanya aliyokuwa mema. Ni kweli nyumba ya baba yangu, ni kweli nyumba ya mama yangu hawakufanya mema kwa habari ya msalaba, hawakufanya mema kwa habari ya wokovu. Na kisasi chako na adhabu yako inayoitwa mauti, inayoitwa mauti, ikaachiliwa kwenye familia niliyotoka, ikaachiliwa kwenye nyumba niliyotoka. Leo ninaomba rehema juu ya kila adhabu iliyoachiliwa kwenye damu yangu kupitia asili niliyotoka. Leo ninaomba rehema juu ya kila adhabu, juu ya kila adhabu, juu ya kila adhabu iliyoachiliwa kwenye familia niliyotoka, kwa damu ya Yesu. Mimi nimeshika kitambulisho changu cha taifa. Hii ni kopi, na hii ni mikono imebeba kitambulisho. Nisikilize, kuna mikono ya nyumba nyingi na familia nyingi imeua sauti za watu ambao wanatakiwa wasikike kwenye hili taifa. Na wao popote duniani watakapoenda, wasaidieni hao. Popote duniani watakapoenda, wanatakiwa waseme mimi utaifa wangu ni Tanzania. Dunia haiwezi kukupokea kama kwenye asili ya nyumba ya baba yako kuna namna walikukataa damu yako. Kama kwenye asili ya taifa unalotokea kuna namna umezimishwa. Kanosha mkono wako juu. Kuna watu wamebeba neema ya taifa hapa. Kuna watu wamebeba sauti kwa ajili ya familia zao. Hauwezi kuwa na sauti kwenye taifa kama nyumbani kwenu sauti haipo. Ndio maana Daudi alimwagiwa mafuta nyumbani kwao. Mafuta ya pili alimwagiwa na watu wa Yuda. Kuna watu nafsi zao zimewekwa kwenye mauti. Kuna watu nafsi zao zimewekwa kwenye mauti, lakini mafuta walionayo ni kwa ajili ya nyumba zao, ni kwa ajili ya nyumba zao. Maandiko yanasema wale waliowa kwao hawakuweza kumpokea. Kanda ramando ropota. Nyosha mkono wako huo, nyosha. Mifula yangu ni hizo kelele. Wacho mweni uko waje huku mbele. Cheki hapo katikati. Cheki kule. Nyosha mkono wako juu wenye hiyo sadaka. Nyosha juu. Nyosha juu, nyosha juu, nyosha juu. Nyosha juu, nyosha juu. Nasikia siku yao ya kuzaliwa. Nini kilifanyika? Siku ya kuzaliwa nini kilifanyika? Siku ya kuzaliwa nini kilifanyika? Siku kitovu kilipokatika nini kilifanyika? Nini kilifanyika? Nini kilifanyika? Mimi nauliza nini kilifanyika? Nini kilitendeka? Nini kilitendeka juu ya hawa ambao nyumba zao zinatakiwa ziwafurahie wao? Nyosha huo mkono juu, nyosha. Nyosha juu huo mkono.
Ni mauti, ndio maana hawataki uolewe. Ni mauti, ndio maana hawataki uimbiwe anamelemeta, anamelemeta. Hawataki anamelemeta, hawataki kule vita kule Juba. Hawataki uimbiwe anamelemeta, maana wanajua wewe ukimelemeta kuna mauti umeishinda. Maana wanajua wewe ukimelemeta utaleta uzao wa kikuhani, utaleta manabii, utaleta mitume, utaleta wachungaji. Mimi nautaka huo mkono wa kulia unyoshe juu, unyoshe juu. Sema kwa damu ya Yesu Kristo, hii damu iende nyumbani kwetu. Sema hii damu iende nyumbani kwetu. 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 Iende. Kama kuna alama ya makaburi, kama kuna alama ya madhabahu, kama ni madhabahu ya chini ya mti, kama ni ya kwenye mapango, kama ni kule makaburini, mahali popote ambako walifungamanisha nafsi zetu na kile kiti cha madhabahu ya familia, halafu wakamwaga damu, wakamwaga damu. Walipomwaga zile damu zikasimamia mauti, zile damu zikasimamia mauti. Damu ya Yesu iende leo kwenye kila mahali walikochinja, kila sadaka walizozitoa, sadaka za wazaliwa wa kwanza. Sema sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa nyumbani kwetu, sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa nyumbani kwetu, sadaka ya mzaliwa wa kwanza wa nyumbani kwetu. Kila sadaka iliyomiminwa, iliyotolewa na mauti ikaenda kwa mzaliwa wa kwanza wa haki, mauti ikaenda kwa mzaliwa wa kwanza wa haki. Kila mauti iliyoachiliwa, kila mauti iliyoachiliwa, kila damu iliyomwagika, nafsi zetu zikaunganishwa kupitia hiyo damu. Tunaomba rehema leo kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono wako juu. Siku zote ukisoma Agano la Kale, na hii vita Yesu aliichomoa pale kwa Herode. Nyosha mkono juu. Kuna wazaliwa wa kwanza Mungu anawachomoa hapa. Kuna wazaliwa wa kwanza Mungu anawachomoa hapa. Na kuna wakina mama ambao wamebeba wazaliwa wa kwanza, na wao pia wanachomolewa, wanatoka. Mama yake Musa angekufa, Musa angenyonyeshwa na nani? Musa angepata wapi rishe? Taifa lilijua, Farao alijua, hawa watanidhibiti, hawa watanidhibiti. Kuna watu mmezaliwa ili msidhibiti mahali popote, lakini sababu ya Mungu kukuachilia duniani ni ili udhibiti ufalme wa giza ulioko kwenye familia unaotoka, ili udhibiti ufalme wa giza kwenye ila bataya. Wako saba hawa. Siku waliozaliwa kuna kitu kilipitishwa. Hii ni vita ya kuzaliwa. Hii ni vita ya tarehe 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 ya kuzaliwa. Ninawaita manabii, wale manabii wale ambao wanatakiwa waseme Bwana anataka kuiponya familia. Ninaita wale manabii, wale manabii na waliobeba uzao wa kinabii. Ninaita wale manabii wako wapi? Manabii wa kike wako wapi? Manabii wa kike wako wapi? Wakina Debora. Wewe ni nabii, wewe ni mwamuzi. Na waita hao manabii ambao njia zao zimeachiliwa mauti. Ninawaita in the mighty name of Jesus.
in the mighty name of my Father, in the mighty name of Jesus. Ninaita manabii. Ninaona wanawake 12 hapa, nyota zao ni za kinabii, matumbo yao ya uzazi yamebeba manabii, uchumi wao karabata. Where are they? 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 Edos. Na katika uzao wako waliozaliwa nje ya ndoa, na waita wakina Yefta hapa. Hiyo ni mwanamke lakini natumia jina la Yefta. Umezaliwa nje ya ndoa lakini umebeba agizo. Umezaliwa nje ya ndoa, umebeba agizo. Ni kweli umekataliwa, ni kweli umekukataa, lakini liko agizo, liko agizo, liko agizo. Pasaka ya mwaka huu, Pasaka ya mwaka huu, wote walioonewa, wote walioonewa, wote walioonewa. Ni kweli umjui baba yako, ni kweli umjui baba yako, lakini nani ajuae wewe ni kiongozi kwenye hiyo familia? Nani ajuae wewe ni kiongozi kwenye wilaya unaotokea, kwenye mkoa unaotokea? I set you free, I set you free, I set you free, I set you free. Nyosha mkono juu mbele za Mungu. Nyosha mkono wako juu. Daudi akuzaliwa tumbo moja na ndugu zake wale wengine wote. Ndio maana kipindi ambacho wenzake wameitwa, Daudi hakuitwa. Leo ombi hili naloenda kukuombesha, mahali popote, iwe ni wazazi wako walitokea kwenye asili kama ya Daudi, vitu vingi vimekuwa vinakupita, mahali kwingi umekuwa unasaulika, mwisho wa siku ni mauti na kutesa. Ninapokuingiza kwenye tamko hili, I see the power of the blood. I see na yona nguvu iliyoko ndani ya damu kupitia roho. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sema kwa damu ya Yesu Kristo. Moyo wangu unaugua mpaka nashindwa kujikontrol. Kuna watu wanateseka, kuna watu wanateseka na wameokoka. Sema nimekukimbilia wewe Baba. Sema nimekukimbilia wewe Baba. Panapo siku hii ya leo kabla jua halijazama, panapo siku hii ya leo kabla jua halijapotea, nimekimbilia hemani mwako. Ni nani aliyekimbilia hemani mwako? Ni nani aliyekuja hemani mwako kamsahau? Na mimi nimekukimbilia leo. Daudi hakuwahi kuheshimika ndani ya ardhi ya kwao. Daudi hakuwahi kuheshimika kwenye nyumba ya baba yake, ndio maana aliwekwa porini. Ni kweli nimewekwa porini, ni kweli nimewekwa porini, ni kweli nimewekwa mbali, lakini siku hii ya leo ninajua yako mafuta uliyokusudia kwa ajili yangu. Sema Mungu wa haki, hata fursa ilipokuja Daudi alisaulika. Sema damu ya Yesu Kristo iende kwenye ardhi ya baba yangu, iende kwenye ardhi ya mama yangu. Ile mauti ya kusaulika, ile mauti ya kutokuwa na uhai, ile mauti ya sauti yangu kunyamazishwa, sema kwa damu ya Yesu ninaomba rehema juu ya hiyo mauti. Mauti ya kusaulika, mauti ya kuwekwa pembeni, mauti ya kuwekwa pembeni. Sema jina langu walipoliweka pembeni, ni roho yangu wameiweka pembeni. Sema kila mahali ambako jina langu wameiachilia mauti, kila mahali ambako jina langu wameliachilia mauti, kumbe mimi ni mtawala, kumbe mimi ni mtawala, kumbe mimi ni mtawala. Sema damu ya Yesu iende uko mbali, iende karibu, kila waliponificha, kila waliponiweka polini, kila fursa zilizoondoka, fursa zilizoondoka na kumalizwa na mauti.
Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ninayoiadhimisha. Hakunaga Pasaka nje ya hii. Leo kwa damu ya Yesu, nafsi yangu inolewe, nafsi yangu itolewe, itolewe kwa damu ya Yesu. Nyosha mkono juu. Nyosha tu juu. Nguvu za Mungu zinapita hapo ulipo. Hii damu msaidie. Unapata tabu hiyo? Nisikilize. Yesu hakuwa na cheo kabla hajafa. Alikuwa nacho lakini hakikuwahi kuheshimika. Mungu ananiambia hivi, katika Pasaka ya mwaka huu, katika Good Friday ya leo inayotupeleka kwenye Pasaka ya mwaka huu, kuna watu ambao mauti imeficha nafasi zao. Kuna watu ambao mauti imeficha nafasi zao. Na mimi with the voice of authority, kila ambaye anayo nafasi, kila nafasi kwenye biashara, kila nafasi ya vyeo, naita 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 vyeo. Vyeo viko wapi? Naita vyeo. Naita nafasi za kazi hapa, naita nafasi za biashara hapa. Kila ambaye cheo chake kimezikwa, kila ambaye cheo chake kimezikwa, kitoke, 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 kitoke. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Mahali popote nafasi yangu ilipozikwa, sikilize, nataka umeditate inside your heart. Tunapozungumzia nafasi, ni wajibu ambao umesababisha wewe kwa nini usiitwe Msukuma ukaitwa Mchaga, ambao umesababisha wewe kwa nini usiitwe Mngoni ukaitwa Mkinga. Mungu utababisha tuzaliwe kwenye maeneo tofauti tofauti sawa sawa na kazi alizotupa. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Sema hata kama wazazi wangu wako haikutambua, na wako waliotambua wakakimbilia kwa waganga, wakakimbilia kwenye mizimu. Mimi nimetambua kitu kimoja tu. Damu ya Yesu ndani yake ina roho. Hiyo nguvu ya roho inayotisha na kuondoa mamlaka zote za kisultani, mamlaka zote ambazo si halali. Siku hii ya leo, mimi tamka jina lako John Christopher Sabato. Tamka la kwako, tamka la kwako. Tamka, wengine hamtaweza kutamka mara 7. Tamka kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Tamka kwa mara ya pili kwa damu ya Yesu. Tamka kwa mara ya 3 kwa damu ya Yesu. Tamka jina lako. Tamka jina lako in the mighty name of Jesus mara ya 3. In the mighty name of Jesus. Hiyo mauti iliyoficha hilo jina haitaweza tena. Nafasi iliyofichwa kwenye jina inaachiwa, inaachiwa. Vipawa, 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 nafasi za kiutawala kwenye vyeo mbalimbali. Mara ya 4 ita jina lako, ita jina lako in the mighty name of Jesus. Mara ya 5 ita jina, mara ya 5 ita jina. Watu wanafunguliwa, ita jina lako, ita jina lako, ita 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 jina in the mighty name of Jesus. Ijumaa kuu ya mwaka huu hatutakuwa wanyonge. Ita jina lako mara ya 5, ya 5, ya 5, ya 6, ya 6, ya 6. Ita jina lako. Nafasi zilizofichwa
nafasi zilizosaulika, nafasi zilizoondolewa, waliobeba sauti kwa ajili ya familia zao, waliobeba sauti kwenye taaluma fulani, waliobeba sauti kwenye vyeo fulani, waliobeba sauti kwenye maeneo tofauti tofauti. Merabashakaba, dwarabashakaba, nguvu ya damu, 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 in the mighty name of Jesus. Mara ya sita, mara ya sita, mara ya sita. Where is your name? Where is your name? Where is your name? Jina lako liko wapi? 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 Marabataya, ita jina lako, ita jina lako, ita jina lako. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sikiliza, kuna watu wana agizo la Mungu na vita kubwa yao ni mauti. Yesu hakuhitaji aishi miaka 100 ndo afe, kwa sababu siku zote walioibeba agizo vita yao kubwa ni mauti. Kwa Yesu ni mauti ilitangulia kwanza, ni aibu ilitangulia kwanza. Mauti na aibu ndio vinatesaga. Ni aibu ilitangulia kwanza, ndio maana akazaliwa mahali ambako hapaeleweki. Napoongea muda huu, kuna watu wanatokea kwenye ardhi za familia ambazo aibu waga hasiondoki, na siku zote aibu hufungulia mauti. Aibu waga hasiondoki, lakini katika Ijumaa Kuu ya mwaka huu, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika mara hii ya sita, kila aibu iliyovalishwa, kila aibu iliyovalishwa, kila aibu iliyovalishwa, iondoke, 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 iondoke. Command out, command out. Ikataye hiyo aibu. Command out, 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 command out. Ikataye hiyo aibu, ikataye hiyo aibu, ikataye, ikataye. Unapoikataa hiyo aibu, kuna kitu kinafanyika. Father, anaikataa aibu. Baba, anaikataa aibu. Naikataa, ikataye aibu kwenye kila kitu. Ikataye aibu kwenye kila kitu. Sema katika jina la Yesu. Sema nakataa kila aibu kwenye kila kitu. Kwenye kila kitu. Ikatae aibu, ikatae sasa. Kabla ya mauti ni aibu huanza. Kabla ya mauti ni aibu huanza. Kabla ya mauti ni aibu huanza, ni aibu huanza, ni aibu huanza, ni aibu huanza. Serebotaba keti ya bara, mara ya 7 ikatae. Kuna watu wanatoka kwenye magereza ya aibu. Kuna watu wanatoka kwenye magereza ya aibu. Kila aibu iliyoachiliwa, kila aibu iliyoachiliwa, ili usivuke, ili usiende Pasaka ya mwakani. Leo kwa mamlaka niliyopewa, naondoa hizo aibu, 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 naondoa hizo aibu kwa jina la Yesu. Chukua hiyo sadaka yako, ikanyage kwenye mguu wako wa kushoto, ikanyage. Usijali na maana kiroho. Nisikilize, Mungu anasemaje? Yesu anaambia wanafunzi wake, popote utakapowapokea tamkeni baraka, ila wakiwakataa kung'uteni miguu. Maana yake ni nini? Mauti ikiwepo kwenye miguu, hakuna ardhi yoyote atakayokanyaga itanena mema. Naomba pasipoti yangu. Yesu alibeba makabila zaidi ya 10, makabila 12 ili tufunguliwe. Kuna watu mna baraka za dunia, kuna watu mna baraka za taifa, lakini miguu imezuiliwa, miguu imezuiliwa. Hiyo sadaka ulioikanyaga hiyo sadaka iondoe vitanzi. Hiyo sadaka ulioikanyaga, yes, sadaka inapeleka moto. Yes, hakikisha umeikanyaga na mguu wa kushoto. Maana ardhi ikikupokea, mauti kwenye uchumi inaondoka. Ardhi ikikupokea,
Hakikisha umeikanyaga hiyo sadaka. Hakikisha umeikanyaga. Hakikisha umeikanyaga. Hakikisha umeikanyaga. Hakikisha umeikanyaga. Hakikisha umeikanyaga. Waleteni, hakikisha umeikanyaga. In the mighty name of Jesus. Wewe ikanyage tu hiyo sadaka, ikanyage. Wewe kanyaga tu. Kuna matamko kwenda kumwambia Mungu muda huu. Wewe kanyaga tu. Kanyaga tu. Haiwezekani miaka na miaka tunakula Pasaka nini na nini. Na watesi wetu wanajifunua kila siku. Ikanyage. Sawa. Alafu huo mkono ambao mguu wake umekanyaga, nyosha juu. Asas, tuwasaidie hizi vurugu. Saidia dada mwenye shati nyeupe huyo. Na kitu Mungu anakifanya kwake. Yes, napeleka mbele. Mungu le hai, uliniambia leo hii tukanyage sadaka. Na Mungu ningekwambia tendo la sadaka ni tendo la heshima. Kwa nini tukanyage? Ukaniambia hivi, kuna miguu mingi imetolewa sadaka, isikanyage kwenye ardhi ambazo zimebeba miliki zao. Ndio maana Mungu kaniambia nishike kitambulisho cha taifa, nishike na passport yangu, iwe ni kiashiria cha NIDA za watu wote hawa, iwe ni kiashiria cha passport za watu wote hawa. Ile miguu iliyozuiliwa na vizazi vya kwao, ile miguu iliyozuiliwa, hiyo miguu iliyozuiliwa, hiyo sadaka uliyoikanyaga, ibebe damu ya Kristo Yesu. Roho ya Yesu kwenye damu, roho ya Yesu kwenye damu, inene mema kupitia hiyo sadaka, inene mema kwenye hiyo miguu, inene mema kwenye hiyo miguu. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa ardhi ni alama yetu ya umiliki na kuongezeka. Mungu, damu ya Yesu ilimwagika kwenye ardhi, ili roho zote za kwenye ardhi zitakapokimbilia nguvu ya damu, roho yule aliyefufuka katika wafu ni alizikwa katika ardhi, tena kaburi lililofunikwa vyema. Mungu liye hai, ardhi yoyote ile iliyobeba mauti yangu wakanizika. Wengine wanahesabu matanga, wengine wanahesabu kufutika kwangu, wengine wanafutika kusaulika kwangu. Kila mauti iliyoambatanishwa na mimi kwenye ardhi, nimekanyaga sadaka hii nikiwa kwenye ardhi ya hapa hemani mwako, hapa hekaluni mwako, iwe ni kielelezo kwa habari ya baraka zangu, kwa habari ya baraka zilizoko ndani ya hili taifa, kwa habari ya baraka zilizoko ndani ya nchi. Popote palipo na baraka zangu lakini ardhi imefungwa, popote palipo na baraka zangu lakini ardhi imefungwa, ardhi iachie baraka zangu leo, ardhi iachie baraka zangu leo. Kuna watu wana baraka za kitaifa hapa, kuna watu wana baraka za kitaifa hapa, lakini miguu imezuiliwa. Nimenyosha kitambulisho hiki, kila Mtanzania anajulikana kwa namba yake. Na mimi nimenyosha kitambulisho hiki, kila aliyezuiliwa baraka zake katika levo ya taifa, katika levo ya taifa, katika levo ya taifa. Lile zuio la mkijiji ulichotokea, lile zuio la mkoa uliotokea, lile zuio la mkoa, zuio la taifa, leo la Mataraba, leo miguu yako inatoka, 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 leo miguu yako inatoka.
Sema kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mimi ni Mtanzania. Katika nchi hii. Katika nchi hii. Kila mwaka serikali inakuwa na budget. Na kuna vitu upandishwa bei. Mimi katika ardhi ya nchi yangu nakataa unyonge. Nakataa unyonge. Kama serikali upandisha vitu, maana yake na madai ya maisha yangu kuwa bora kuliko yalivyo jana. Sema kila ubora wa maisha yangu kwenye ardhi, damu ya Yesu hii Kristo iende katika ardhi ya taifa langu, katika ardhi ya taifa langu, katika ardhi ya taifa langu. Sema unyonge na ukataa. Nasema Ijumaa Kuu ya mwaka huu nakataa unyonge kwenye fedha, nakataa unyonge kwenye uchumi. Ardhi ya Tanzania, nena mema kwa damu ya Yesu. Nena mema, nena mema. Sema kwa jina la Yesu. Nakataa kuishi nikishindikiza watu. Yesu Kristo. Ulisema Roho wa Bwana yu juu yako. Ulijua Roho wa Bwana yuko juu yako. Yuko kwenye mwili wako na yuko kwenye damu yako. Kila aliyefunga baraka za mguu wangu wa kushoto, baraka za mkono wangu wa kushoto, Ijumaa Kuu ya mwaka huu vidole vyangu viachiwe. Hesabu za uchumi wangu zihesabike. Hesabu za uchumi wangu hesabike. Zile baraka ya hela za kigeni, zile baraka ya hela za kigeni, ardhi, kila kifuniko ambacho kimenifunika kwenye ardhi kinanizuia na baraka za kigeni, kinanizuia na baraka za kigeni, kinanizuia na baraka za kigeni, kinanizuia na baraka za kigeni. Baraka za taifa zaidi ya moja leo ziachiliwe kwenye hatua zangu. Leo ziachiliwe kwenye hatua zangu. Leo ziachiliwe kwenye hatua zangu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sema sitakufa. Sema mimi sitakufa. Mimi na wanaonitegemea. Ijumaa Kuu ya mwakani tutaiona. Sema hatutakufa. Sema hatutakufa. Sema hatutakufa. Sema hatutakufa. Ile nguvu ya Roho iliyoko ndani ya damu, ambaye Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana yake alipokuja kuna roho ilikuja ikabadilisha paka utendaji kazi kwenye damu, na kwenye sauti yake kabeba mamlaka. Na mimi najitangazia siku hii leo, hawatakaa msiba wangu. Hawatakaa msiba wangu. Tamka jina lako. Hawatakaa msiba wangu John Sembatwa. Hawatakaa msiba wa Hava. Hawatakaa msiba wa Trida. Hawatakaa msiba wa Jetero. Hawatakaa msiba wa watoto wangu. Hawatakaa msiba wa mke wangu. Hawatakaa msiba wa wazazi wangu kwa damu ya Yesu. Sema Ijumaa Kuu ya mwakani nitakuwa na shukrani mbele za Bwana. Maana mauti imefichwa, lakini Mungu umeipangua. Sema mimi sitakufa. Maturubai meupe yatawekwa kwenye nyumba yangu au nyumbani kwetu. Kaburi halitachimbwa wala magonjwa yatanimaliza. Ninaifuta mauti. Pasaka ya mwakani nitaiona. Ijumaa Kuu ya mwakani nitaiona. Nakataa mauti. Nakataa mauti. Nakataa mauti kwa damu ya Yesu. Na mimi natangaza juu yako, natangaza juu yako leo, Pasaka ya mwakani tutaiona.
Kila vikao vya mashambulizi kinyume na wewe vitafanikiwa. Kila vikao vya kukandamiza vitafanikiwa. Ajenda zao zitarudi kwao. Wakijaribu kukugusa watakutana na nguvu ya roho ya Mungu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Be covered with the blood of Jesus. Covered with the blood of Jesus. Covered with the blood of Jesus. Natamka covering, covering, covering. Mauti ni mabishano ya mambo yote. Safari hii popote ukijaribu kuita nafsi yako akumalize, au ni uchumi wako, ni hela yako, chochote cha kwako, hii neema ya damu ya Yesu Kristo itatangulia mbele yako. Natamka utisho wa Mungu uende pamoja na wewe. Utisho wa damu utakutangulia. Utisho wa damu ya Yesu Kristo utakutangulia. Utisho wa damu ya Yesu Kristo utakutangulia. Utisho wa damu utatangulia kila mahali. I say be protected. Be covered. Be protected. Be covered. Be covered. Be covered. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Karibu tuwe sadaka.